wote. Kama Mangungu amekosea, Jaji Thomas Miayo arekebishe haraka sana sehemu ambapo Mangungu amekosea. Na kama upande wa mwekezaji nao wamemesa hapo katika eneo fulani, Jaji Thomas Miayo black and white anazungumza. Ni vema sana jaji ambaye unajua sheria na taratibu ukawa mkweli na ukaliweka wazi hili. Nani yuko sahihi na kitu gani kifanyike kutokana na katiba iliyopo sasa hivi. Kuna Jaji Thomas Miayo ana kila sababu ya kuibuka bila uoga wowote. Kama mkutano mkuu maalum utaandaliwa na mwenyekiti wa klabu kwa kushirikiana na bodi ya wakurugenzi. Bodi ya wakurugenzi mpaka sasa hivi iko wapi? Bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba mpaka sasa hivi bado haijaundwa, kwa sababu inaenda kuundwa mara baada ya wadhamini kuanza kusimamia mchakato wa kupata wawekezaji. Ile wawekezaji watakapokuwa wameingia, ile ndio inayotafsiriwa hapa. Si kama mnanielewa vizuri. Bwana, kwenye saga hili la Simba Sports Club kwa kupitia mwenyekiti wake Murtaza Mangungu, kwa maana ya kufanya jambo la kikatiba ambalo lilikuwa namuongoza kutokana na mabadiliko ya katiba, sioni kama kuna sehemu yoyote ambapo kunatakiwa kuwa na mjadala ambao unatakiwa kuendelea sasa hivi. Alichokifanya Murtaza Mangungu kiko sahihi kabisa, kwa sababu kafanya kutokana na katiba iliyopo sasa hivi. Mabadiliko ya katiba yaliondoa Simba Sports Club Holding Company Limited. Lakini pia katiba ya Simba, si ndio, ilikuwa imempa mamlaka mwenyekiti kwenda kuteua bodi ya wadhamini wa klabu ya Simba. Bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba ambao ndio watakuwa wanasimamia mali za Simba. Automatic kabisa kubadilika kwa katiba ya Simba, maboresho yaliyofanyika kwa maana amendment ya Simba inaenda moja kwa moja, ni mabadiliko ambayo yanaenda kuathiri uwepo wa kwa maana ya bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club Company Limited. Unaenda kuathiri moja kwa moja kutokuwepo kwa maana ya muunganiko huo wa Simba na upande wa mdhamini. Unajua guys, tuelewane kitu kimoja. Hiki alikichokifanya Mangungu kilikuwa kiko kwenye katiba. Kama watu ambao wanapingana na hicho kitu pengine wangeenda kusimama kupambana na katiba kabla jenda kwa nani, kwa msajili wa michezo, pengine wangeenda kuzuia hiyo kitu. Lakini kama lienda kusajiliwa, katiba inasemaje? Nimeshangaa kitu kimoja, kitu ambacho kinanishangaza kusema ukweli, mzee wa black and white, ni kitu kimoja. Mwenyekiti wa klabu ya Simba ndiyo mwenye mandate na klabu ya Simba. Mandate yake yakoje? Kwenye katiba. Katiba inamtambua mwenyekiti wa klabu ya Simba ndiyo mwenye nguvu ya kuteua bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba. Manake watu ambao wataenda kuzisimamia mali ya Simba, mwenyekiti wa klabu ya Simba ndiye ambaye anatakiwa kuteua. Na automatic kabisa pale ambapo msajili wa vilabu wa michezo kutoka BMT alipo isaini ile katiba ya Simba, iliporudi kwenye mikono ya mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, kimsingi toka siku ile itakiwa mambo yaanze kubadilika. Kukaa kimya kwa muda mrefu, pengine watu ndio wameanza kujisaulisha. Mimi nishaye kuoji, kuna baadhi ya maeneo alikuwa anatokea Crescentus Magori akijitambulisha kama mkurugenzi wa bodi ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba. Mimi nilikuwa naoji, kivipi yani anajitambulisha hivyo? Kwa sababu gani? Kwa katiba ipi? Wakati katiba na mabadiliko, lakini kwa sababu katiba ilikuwa haija take action kwenye masuala mazima ya transformation, ndio maana mambo haya yanaanzia kuwa hapa. Pengine mnaweza kusema sababu kubwa ya kuwa na mkanganyiko huu ni kwa sababu mara baada ya kwa maana ya msajili wa michezo kutoa ile katiba, Simba walikubaliana kwamba ili mabadiliko yaanze rasmi, tusiathiri vitu ambavyo vinaendelea, basi tuanze mara baada ya ligi kumalizika. Hile ndio lilikuwa kosa, nadhani kosa kubwa sana ambalo mpaka sasa hivi linaweza kupelekea mgogoro.
na kuna baadhi ya watu walijiona bado wana nafasi ya kubakia ndani ya klabu ya Simba katika nafasi zile zile, lakini kumbe ilikuwa ni kwa sababu ya katiba ilikuwa haijabadilika. Hebu nimesoma barua mara baada ya Murtaza Mangungu kutambulisha na kuthibitisha au kutangaza bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba. Yeye alivyotangaza kwa maana wajumbe wa bodi ya wadhamini ya Simba. Sasa barua ikatoka ndani ya klabu ya Simba. Kuna kitu kinanishangaza sana. Hivi hata watu wa digital walioiposti hii, najiuliza mbona haja posti ya Mangungu kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea? Mimi nadhani kama watu wa Simba pia ambao wako kwenye digital, kama wangeikaushia kama alivyoikaushia taarifa ya Mangungu kwenda hewani kuiandika au kuteua bodi ya wakurugenzi ya Simba, kuteua bodi ya wadhamini ya Simba, hivyo wangekaa kimya bila posti ambayo inamuhusu Crescentus Magori kama bodi ya wakurugenzi wa Simba. Unajua kitu ambacho kinafanyika sasa hivi ni sehemu ya mgogoro mkubwa sana hata kwa wale wafanyakazi ambao wako ndani ya Simba. Kwanza hii taarifa ambayo Crescentus Magori ameituma, imeandikwa taarifa kwa umma. Tunapenda kuwataarifu wanachama wote wa Simba kuwa hicho kilichofanyika Bunju sio siku ya leo, sio kikao rasmi cha mkutano maalumu wa Simba. Hivyo maamuzi yote yaliyotangazwa huko ni batili na kinyume cha katiba ya Simba. Anaendelea kusema, kwa mujibu wa katiba ya Simba ya mwaka 2018 iliyofanyiwa marekebisho 2026 ibara ya 23, mkutano mkuu maalum utaandaliwa na mwenyekiti wa klabu kushirikiana na bodi ya wakurugenzi. Hii nitaifafanua vizuri. Pengine Crescentus Magori pamoja na wanaomzunguka pengine hii wameshindwa kuitafsiri vizuri. Kulikuwa na njia rahisi tu ya kulifikia hili vizuri ili mambo yaendelee kwa mazuri, lakini wanakoelekea ni kuitengeneza Simba kuwa na mvurugano. Inaendelea kusema hivyo kesho tarehe 3 mwezi wa 8 2026 kutakuwa na kikao cha bodi kujadili ajenda ya mkutano mkuu maalum wa wanachama. Mtajulishwa siku maalum ya mkutano huo. Simba Sports Club, Simba nguvu moja, ameandika Crescentus Magori. Crescentus Magori anaanza kujumlisha. Kwanza taarifa yake hapa juu anasema tunapenda kuwataarifu wanachama wote. Yeye anawakilisha wanachama kwenye engo gani? Wanachama wa klabu ya Simba. Hiyo mimi nahoji. Kwa sababu wanachama wa klabu ya Simba wako chini ya Murtaza Mangungu kwa katiba hii ambayo ipo sasa hivi. Sasa mimi nahisi kuna kitu kimoja ambacho pengine Crescentus Magori na walioandika hii huenda wamesa hapo kitu kimoja. Kuna katiba ya 2018 sawa, lakini kuna mabadiliko amendment ambayo imefanyika kikatiba ya 2026. Kuna mabadiliko toka msajili wa vyama vya michezo alipoileta ile katiba, moja kwa moja kuna vitu ambavyo viliondoa baadhi ya watu katika nafasi zao. Moja kwa moja walioondoka kwenye nafasi zao ni bodi ya ukurugenzi ya Simba Sports Club Company Limited. Lakini hapa ameandika kitu ambacho pia kinaweza kushangaza. Ameandika ambapo ameandika hivi kwa mujibu wa katiba ya Simba ya mwaka 2018 iliyofanyiwa marekebisho 2026 ibara ya 23, mkutano mkuu maalum utaandaliwa na mwenyekiti wa klabu kwa kushirikiana na bodi ya wakurugenzi. Bodi ya wakurugenzi mpaka sasa hivi iko wapi? Bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba mpaka sasa hivi bado haijaundwa, kwa sababu inaenda kuundwa mara baada ya wadhamini kuanza kusimamia mchakato wa kupata wawekezaji. Ile wawekezaji watakapokuwa wameingia, ile ndio inayotafsiriwa hapa. Si kama mnanielewa vizuri. Mwenyekiti atashirikiana na bodi ya wakurugenzi.
Sasa ukienda kwenye tafsiri sasa ya katiba ambayo imeandikwa, bodi ya wakurugenzi ni nini? Bodi ya wakurugenzi, kuna tafsiri ambazo watu wazifahamu. Ukisema bodi ya wakurugenzi, alafu kuna wajumbe wa wakurugenzi kutoka kwa mwekezaji, wanaotoka ni wajumbe wa wakurugenzi, wajumbe wa mwekezaji. Kama kuna mtu ana katiba hapo, akaisome katiba ya Simba kwenye tafsiri ya kifungu cha 5 pale wametoa tafsiri. Nadhani watu wakasome hiyo katiba vizuri, wataona mwenyekiti ni nani, mkurugenzi ni nani, alafu nendeni kule chini mkaangalia. Jamani, hapa msijichanganye hata kidogo. Mtu ambaye ameshika kwenye mpini ni Murtaza Mangungu kama mwenyekiti wa klabu ya Simba. Alikuwa anafanya jambo lake la msingi kabisa, tena alichokifanya ni kutangaza bodi ya wadhamini ambayo kwenye katiba ina mabadiliko. Kipindi cha kwanza kuna bodi ya wadhamini ilikuwa na watu 4, si ndio? Sasa hivi imeongeza kuanzia 5 mpaka 7 katiba ya sasa hivi. Kwa maana ya nini? Kuna athari ya maamuzi ambayo lazima atokee kutokana na mabadiliko ya nini, ya mfumo. Lakini kuna vitu ambavyo vimebadilika. Wawekezaji ni zaidi ya hivyo ambavyo ilivyokuwa mara ya kwanza. Sasa hebu tuambie, katiba iliyopita inasemaje kuhusiana na uwekezaji? Katiba sasa inasemaje? Na wadhamini ni nani? Kwa sababu ndani ya Simba mdhamini, ndani ya Simba Sports Club mdhamini ndo mmiliki wa mali ya Simba kwa katiba ya 2026. Si kama mnaeleweka vizuri. Lakini ukija kwa upande wa hiyo upande wa Simba, upande wa mwenyekiti ndiye ambaye anaitisha vikao vya klabu ya Simba kwa wanachama, kwa sababu wanachama ndio yeye anaitisha vikao vya wanachama. Lakini kuna kipengele ambacho kinasema atashirikiana na mkurugenzi na bodi ya wakurugenzi. Kushirikiana na bodi ya wakurugenzi sio bodi ya wakurugenzi iliyopita. Jamani, hii bodi ya wakurugenzi inayozungumza sasa hivi hapa, ambayo Crescentus Magori ambaye kaandika, inahusu bodi ya wakurugenzi yenye mabadiliko ya katiba ya mwaka 2026, sio ile ambayo imepita. Kumbuka kulikuwa na Simba Holding Company Limited ambayo kwa mujibu wa mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na FCC, tume ya ushindani, waliitoa ile kwamba ile haitakiwi kuwepo, na alitoa ushauri mwanasheria mkuu wa serikali ambao ushauri wake ni maagizo. Umeelewa? Ni kwamba hakuna haja ya kuwepo kwa Simba Holding Company Limited. Ni kwamba baada ya kutangazwa tu katiba ya Simba kwenye zile amendment zake, maana yake kuna sehemu kuliathirika, na moja iliathirika ni bodi ya wakurugenzi ya Simba. Na ndio maana tafsiri ya moja kwa moja ambayo mimi naizungumza, mzee wa black and white, ni kwamba bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba imeshavunjwa mara baada ya kutangazwa kwa bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba Sports Club. Inawezekana ukasema huyu anaongea kitu gani? Lakini hicho ndicho ambacho kinaendelea sasa hivi. Wana Simba hasa tuzungumzie kwa upande wa secretariat ya Simba nyingine ambayo inaendelea. Wengi walikuwa wamechaguliwa kutoka kwa mwekezaji, wengi wao. Sasa wale ambao wamechaguliwa kutoka kwa mwekezaji, kama watashindwa kumheshimu mwenyekiti wa klabu, wataenda kuathirika pakubwa. Mimi ningeshauri kila mmoja atende katika nafasi yake bila kukorofisha sehemu yoyote. Na hiki nakizungumza kwa wazi na wazi mkubwa sana. Ni kwamba kuna watu walikuwa hataki kuyaona mabadiliko ambayo yanaendelea. Mwanasheria mkuu wa serikali aliomba ushauri na bodi ya wadhamini ya Simba ambao walikuwa 4, na akatoa ushauri ya kuongeza watu wengine zaidi
ambao wanafika mpaka 7. Sasa mimi najaribu kujiuliza, hivi kati ya Simba Sports Club na mwekezaji nani mwenye nguvu? Kwa sababu kwenye peji ya Simba Sports Club aliyeandika ni kutoka kwa mwekezaji. Manake Simba Sports Club iko chini ya mikono ya mwekezaji. Mwenyekiti wa klabu ya Simba ni Murtaza Mangungu ambaye alichaguliwa kwa mujibu wa katiba. Mimi nadhani pangezingatiwa sana hapo. Kulikuwa na daraja zuri sana la kuelekea huko mbele, kwa sababu kurudishwa kwa bodi ya wadhamini ya Simba kuwa na nguvu, maana yake ni nini? Wale ndio ambao wataenda kuwarudisha hawa wawekezaji ambao wapo ndani, ambao walikuwepo ndani wakatoka nje. Hapo namzungumzia Mo Dewji kutoka kwenye eneo la mwekezaji Mo Dewji. Itakiwa wakae na wawekezaji vizuri, kwa bwana sawa, tumeishaisha. Kwa sababu mimi siamini kama upande wa bodi ya wadhamini wa Simba ni kama hawazijui jitihada na nguvu ambazo alizifanya Mo Dewji. Wote mimi naamini wanazifahamu na wanaziheshimu. Na siamini kama Mo Dewji anatakiwa kukaa nje ya mfumo wa klabu ya Simba. Mimi siamini. Ila approach ambayo inaendelea sasa hivi ni kama kuna vita. Ningetamani kuona hili swala linafikia kwenye makubaliano ambayo yanahusu mustakabali wa Simba. Kikubwa ilikuwa ni kukubaliana kwamba kuna mabadiliko ya kikatiba, sawa, au mabadiliko lazima waje bodi ya wadhamini ambao wenye mali wanaenda kuzungumza na wale ambao wanaenda kushirikiana nao ambao ndio wawekezaji. Na utaratibu ambao utatoka kufuata sasa hivi ni kuitisha mkutano au kuitisha wale wawekezaji ambao wanaweza kaingia kwa wawekezaji ndani ya klabu ya Simba kupitia FCC ambao ni tume ya ushindani. Kwa mimi binafsi ninadhani hawa upande wa mwekezaji hasa kwa kupitia Crescentus Magori ambaye kaandika taarifa kwa umma kwa kupitia peji za klabu ya Simba kupingana na kile ambacho mwenyekiti wa klabu ya Simba kakisema, ni makosa makubwa. Mimi binafsi nataka nikosolewe sehemu ndogo sana. Ni kwamba nani mwenye mamlaka ya kutumia peji ya Simba kati ya Crescentus Magori kupitia kwa mwekezaji au mwenyekiti wa klabu ya Simba ambaye ndiye mwenyekiti wa klabu ya Simba mwenye nguvu kwa wanachama? Nani ambaye anastahili kuposti vitu vyake vikapewa kipaumbele kwenye peji ya Simba? Ni kutoka kwa Crescentus Magori kutokana na katiba ya sasa hivi. Nani? Mimi kwangu binafsi kosa ambalo pia wamelifanya kwa kitengo cha digital kuto kuposti kile ambacho kimefanyika, hata kama taarifa wamekutana nayo kwenye mitandao, lakini inahusiana na Simba Sports Club, walikuwa na sababu ya kuposti kwamba haya yaliyotokea au cross check kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu na kutaka kuchukua information kamili ya kile kilichofanyika ili waposti. Lakini mpaka dakika hii kitu cha Mangungu hakijapostiwa. Kilichopostiwa ni kitu kutoka kwa mwekezaji, unaweza kusema hivyo, kwa mwekezaji ambacho kaposti Crescentus Magori. Mimi binafsi ningetamani kuona Simba inafikia mwafaka mzuri, lakini Simba wanakiwa sababu ya kumkumbatia Mo Dewji, lakini iende kwa utaratibu ambao una manufaa mapana sana kwa klabu ya Simba, na sio kwa sababu alishawahi kuwa hivi, ilikuwa hivi. No. Na mwenyekiti wa klabu ya Simba pia asidharauliwe, anatakiwa aheshimiwe na kila mmoja ambaye yuko ndani ya Simba. La sivyo baadaye itakuja lawama, mimi imekuwa hivi. Kumbe ulidharau huku, uliheshimu huku, ulichukua hiki, lakini wangefanya majukumu yao, mimi wala singekuwa na shida. Yote katika yote, tuna mengi ya kuzungumza sana kuhusiana na ili sakata linaloendelea, lakini ni kuisaidia Simba ikae kwenye mstari. Mimi ni mzee wa black and white. Kama kuna kitu ambacho Murtaza Mangungu kakikosea kutokana na mkutano uliofanya, watoke na hoja zilizonyoka. Huo mkutano ambao utaenda kusimamiwa, wanasema siku muda si mchache mara baada ya Murtaza Mangungu kutoa hiyo statement, basi nao bodi ya kurugenzi wanaweza kukaa kikao. Kile kikao wanaenda kukaa kama nani, lakini hiyo taarifa itaenda kupostiwa wapi, kama kina nani, wakati hata taarifa ya mwenyekiti wa klabu ya Simba haijapostiwa kwenye peji ya Simba. Nani mwenye nguvu hapa? Kuna shida, na hiyo shida
nadhani kuna watu ambao wanashauri kuna Jaji Thomas Miayo ana kila sababu ya kuibuka bila uoga wowote. Kama Mangungu amekosea, Jaji Thomas Miayo arekebishe haraka sana sehemu ambapo Mangungu amekosea. Na kama upande wa mwekezaji nao wamemesa hapo katika eneo fulani, Jaji Thomas Miayo black and white anazungumza. Ni vema sana jaji ambaye unajua sheria na taratibu ukawa mkweli na ukaliweka wazi hili, nani yuko sahihi na kitu gani kifanyike kutokana na katiba iliyopo sasa hivi. La sivyo sisi ambao sio wataalamu wa sheria na tunaelewa angalau sheria kwa namna hiyo tunavyoelewa na kuisoma na kuielewa, lakini mje nyi wataalamu kama Jaji Thomas Miayo ambaye pia ni mwanasheria, jaji ni mwanasheria ambaye unaweza kutafsiri hivi, na wanasheria mtoke mzungumze haya yanaendelea ndani ya Simba yako sawa sawa. Mimi naitwa Lugano Israel, tuendelea kuzungumza. Leo nimetaka tuanze tu kwenye hii post ambayo ameposti Clatous Magori, lakini yale ambayo amezungumza Murtaza Mangungu na kile ambacho kinaendelea sasa hivi, afya kwa Simba ni nini. Tutarudi tena kwa ajili ya kupa story zaidi na kile ambacho kitakuendelea na kuleta michanganuo tofauti tofauti.